Ndani ya hotuba ya rais mstaafu wa zamani wa Kongo Joseph Kabila Kabange, umegundua nini na hotuba hiyo imekufunza nini haswa kulingana na kipindi hiki au siasa ambayo inaendelea kote nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo? Hebu andika kwenye komenti. Ujambo msikilizaji, na wewe hapo mtazamaji wetu ambaye unatufata kila siku kuangalia vipindi vyetu, nikukaribishe tena kwa mara nyingine kwenye ngoma ya siku. Ebana, hii ni sauti ya mtoto wa kwanza wa Tiki TV. Dinamike Malembe wa Tiki TV ni mimi. Leo nikuletea hotuba ya rais mstaafu wa zamani wa Kongo Joseph Kabila Kabange ambaye alitoka kuhutubia siku za hapa nyuma taifa lake. Rais wa zamani wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Joseph Kabila ameonesha matarajio ya kuzuru kwa hivi karibuni mji unaokaliwa na kundi la waasi la M23 linaloungwa mkono na Rwanda, akisema serikali ya sasa ni ya kidikteta baada ya kuondolewa kinga yake ya kustakiwa mchini humo. Katika hotuba ya nadra aliyoitoa na kuirusha moja kwa moja kupitia mitandao, Kabila amesema ni sharti udikteta ukomeshwe na demokrasia, hali nzuri ya uchumi na utawala unaowajali watu urejee nchini Kongo. Aidha, Kabila ameorozesha mpango wenye vipengele 12 ili kumaliza mzozo wa zaidi ya miongo mitatu mashariki mwa nchi ya Kongo, na ambao umezidi makali tangu kundi la M23 lilipoibuka mwaka wa 2021. Ingawa aliondoka mchini Kongo mwaka wa 2023 na hadi sasa hajulikani hasa mahala alipo, kiongozi huyo wa zamani ameendelea kuwa na ushawishi fulani kwenye rubaa za siasa za Kongo. Kabila ameahidi kurejea Kongo kupitia mji wa Goma. Mpenzi mtazamaji, labda nikuletee hotuba ya rais Mheshimiwa Joseph Kabila Kabange ambaye amesema kwamba aliamua kuvunja ukimya kwa sababu aligundua kwamba akiendelea kukaa kimya atakuwa na hatia kwenye mahakama ya historia kutokana na changamoto za nchi zinazoendelea kuibuka kwa wakati huu zenye kuelekea kwa kuiweka mashakani nchi nzuri ya DRC. Katika hotuba yake anaendelea kuzungumza rais Joseph Kabila Kabange amesema kwamba kila kitu kimeharibika kutokana na mrisi wake ambaye ni rais wa sasa. Alijikuta analewa madaraka kama alivyoripoti kwenye hotuba yake hiyo. Januari mwaka 2019 akamkabidhi nchi na urisi mzuri wa taifa kwa mrisi wake. Alimwachia nchi yenye kila kitu, taifa lililojengeka, lakini pia ikiwemo katiba, na pia nchi ilikuwa na idara zote na zote zilikuwa zikifanya kazi kama kawaida, tofauti na vile ambavyo yeye alikuwa amechukua nchi mwaka wa 2001. Baada ya muda wa miaka 6 tu, urisi wote aliouacha kwa taifa Joseph Kabila Kabange ulikuwa umevurugwa na yule aliyopokea na kubeba jukumu la kulinda urisi huo. Akiendelea na hotuba yake, kwa sasa bunge limegeuka kuwa chumba cha kurekodi na kutekeleza maagizo na matakwa ya mtu mmoja tu, jambo ambalo ni kinyume cha makubaliano yao ya muungano wa FCC Cash, muungano uliokuwa na lengo moja na la pekee ambalo ni kuendeleza DRC. Katika hotuba yake hiyo, Mheshimiwa Rais Joseph Kabila Kabange anaendelea kusema kwamba cha muhimu ni thamani ya nchi hii na Kongo yetu haiwezi kulinganishwa na namna ambavyo viongozi wa utawala wa sasa wanavyoichora kisiasa. Wameifanya kuwa ya kuzalilika kwa kuombaomba hata sehemu ambazo hawapashi kuomba. Kongo yao sio ya kutawaliwa kwa kupangiwa mipango ya kudhibitiwa na watu fulani kwa wakati fulani. Nchi hii sio ya utawala huu au utawala ule wa kisiasa. Tawala zote katika nchi hii zinatakiwa kufanyika kizunguko na kwa makabidhiano ya kidemokrasia. Utawala wa Kongo ni kwa ajili ya wananchi wote wa Kongo kwa jumla. Na alisema kwamba yeye hajaenda mjini Goma kama inavyosemekana kwenye mitandao ya kijamii, na serikali ya utawala huu ikachukua maamuzi dhidi yake kwa kuzingatia habari za uzushi wa mitandaoni, lakini yeye alikwenda kuthibitisha kwamba hajaenda Goma, lakini ana mpango wa kuelekea huko kusaidia kumaliza vita. Kwa kumalizia hotuba yake, Mheshimiwa Joseph Kabila Kabange alisema awali utaka utawala wa Tshisekedi uweze kuhakikisha mambo haya 12. Jambo la kwanza likiwa udikteta unatakiwa kufika mwisho. Jambo la pili, vita vitokomeshwe, ina maana vita viende kwisha. Jambo la tatu ni kurejesha mamlaka ya utawala katika kila kona ya nchi. Jambo lake la 4 ambalo alilipenda ni kukarabati demokrasia ya nchi, na jambo la 5 kurejesha uhuru kama moja ya haki za msingi wa Wakongomani. Jambo la 6 kupatanisha tena Wakongomani na kurejesha umoja wa wananchi. Jambo la 7 ni kuanzisha upya maendeleo ya nchi. Ombi lake la 8 kuanzisha upya mazungumzo ya kweli na nchi zote jirani. Jambo lake la 9 kuweka uwazi wa mbinu za kiutawala kwa nchi rafiki na zenye ufadhili.
Ombi lake la 10 kutokomeza makundi yote ya kigeni na ndani yenye kushikilia silaha nchini. Vile alikwenda kusema kuacha kabisa kukimbilia kutegemea nguvu za mamluki wa kigeni kuja kuipigania nchi hii, na alikwenda kumalizia jambo lake la 12 kuyaondoa mara moja majeshi yote ya kigeni kwenye ardhi ya Kongo. Hizo ni ombi ambazo alitaka zikamilishwe na utawala wa sasa Joseph Kabila Kabange. Hata hivyo, katika hotuba yake hiyo, Mheshimiwa Rais Joseph Kabila Kabange, raia walio wengi wa nchi ya Kongo, wakongomani walio wengi walikwenda kukomenti kwamba alifanya hotuba yake muda wa dakika 45, na katika hotuba yake hiyo hakwenda kutaja jina la mrisi wa kiti chake. Ina maana hakwenda kutaja hata sehemu moja jina la rais wa sasa Felix Tshisekedi Antoine ambaye alikwenda kumgomboa. Na vile wakongomani walikwenda kuhuzunika baada ya Rais Joseph Kabila Kabange kwenda kumaliza hotuba yake hiyo bila hata kutaja hali inayoendelea mashariki mwa nchi ya Kongo. Hakwenda kuzungumza jambo lolote, ni la kuwapa pole wananchi walioko mashariki mwa DRC. Mpenzi mtazamaji, kama nilivyokwenda kukuambia, unafikiri nini katika hotuba hii? Je, unaamini kuwepo kwa Rais Joseph Kabila uko Goma ni mwanzo wa kuleta amani DRC? Asante. Hapa ni mwisho wa kipindi hiki ambacho nilitaka nije nikuelezee nini ambayo Joseph Kabila Kabange alikwenda kuzungumza katika hotuba yake. Nilikwenda kukuonesha hapo juu mazungumzo au maneno ambayo alikwenda kuyatamka hiyo siku ya hotuba yake kwa taifa mzima la DRC. Mimi ni Dinamike Malembe wa TK TV, mtoto wa kwanza wa TK TV. Hii ni ngoma ya TK TV. Tupo mashariki mwa nchi ya Kongo. Andika uko wapi, unatufuata kutoka wapi, nchi gani na jina lako, na utupatie maoni yako. Kwa heri.